kumkaribisha kuweza kuhutubia baraza hili la 11. Asanteni sana. Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Hamed Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais, Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi, Makamu wa Pili wa Rais mstaafu, Mheshimiwa Khamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Sheikh Hassan Othman Gwali, Kadhi Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Mwinyi Talib Haji, Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa mliopo, viongozi wakuu wastaafu mliopo, wenza wa viongozi wakuu wastaafu na walio madarakani, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa, waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wagombea wenzangu wa urais wa Zanzibar mliopo, mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar, mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi, wawakilishi wa mashirika ya kimataifa, viongozi wa dini na viongozi wa asasi za kiraia, makatibu wakuu, wakuu wa taasisi za serikali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Mheshimiwa Spika, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika tukio hili muhimu la uzinduzi wa Baraza la 11 la Wawakilishi, hatua ambayo inaambatana na kuanza kwa kipindi cha pili cha uongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya awamu ya 8. Mheshimiwa Spika, napenda kutumia fursa hii kukupongeza wewe binafsi na waheshimiwa na Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuchaguliwa na waheshimiwa wajumbe kusimamia majukumu ya chombo hiki muhimu cha uwakilishi wa wananchi kuisimamia serikali. Aidha, nawapongeza waheshimiwa wawakilishi wote kwa kuchaguliwa na wananchi kuwawakilisha katika baraza hili tukufu. Kwa hakika kuchaguliwa kwenu au kuchaguliwa kwetu sote kwa kura nyingi ni ishara ya matumaini makubwa walionayo kwetu wananchi wa Zanzibar. Kwa mnasaba huo, tuna wajibu wa kufanya kazi zetu kwa uadilifu na uaminifu kwa kuzingatia matarajio hayo ya wananchi ya kuwaletea maendeleo na kuzipatia ufumbuzi changamoto zao. Naahidi kukupeni ushirikiano ili kuhakikisha tunatimiza ahadi zetu na kuleta maendeleo makubwa kwa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, katika baraza hili la 11, mbali na nyinyi wawakilishi wa kuchaguliwa kwa mamlaka niliyopewa na Katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, nimefanya uteuzi wa makamu wa pili wa rais ambaye anakuwa ni kiongozi wa shughuli za serikali katika Baraza la Wawakilishi. Aidha, nimemteua mwanasheria mkuu wa serikali mwenye jukumu la msingi la kusaidia serikali katika masuala yote ya kisheria. Natumia fursa hii kuwapongeza na kuwatambulisha kwenu viongozi wetu hao. Ni matumaini yangu kuwa mtawapa ushirikiano wa kutosha ili kuwawezesha kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuelezea vipaumbele na mwelekeo wa uongozi wa serikali ya awamu ya 8 katika kipindi hiki cha pili, napenda kutumia fursa hii kukipongeza chama changu, Chama cha Mapinduzi,
kwa kupata ushindi mkubwa wa asilimia 74.8 kwa nafasi ya urais wa Zanzibar, asilimia 80 ya majimbo kwa nafasi ya ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na asilimia 86.4 kwa nafasi za udiwani katika uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nampongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kupata ushindi wa kishindo wa asilimia 97.6 sambamba na mgombea mwenza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Ushindi huu ni kielelezo thabiti cha imani ya wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla kwa Chama cha Mapinduzi. Hivyo natambua jukumu kubwa lililo mbele yetu pamoja na viongozi sote tuliochaguliwa kwa tiketi ya CCM kwenda kukidhi matarajio ya wananchi. Namuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutekeleza vyema wajibu wetu. Mheshimiwa Spika, natoa shukrani tena kwa viongozi wa vyama vya siasa vilivyoshiriki katika uchaguzi ambavyo vimepokea matokeo kwa kuheshimu uamuzi wa wananchi wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Nimefarijika sana na kauli ya Mheshimiwa Hamad Rashid aliyekuwa mgombea wa nafasi ya urais wa tiketi ya chama cha ADC kwa niaba ya wagombea wengine wa vyama vya siasa aliyoitoa katika ukumbi wa afisi ya tume baada ya kutangazwa kwa matokeo rais ya kuwa tayari kushirikiana na chama tawala na kuweka mbele maslahi ya nchi yetu. Kwa mara nyingine, napenda nisisitize msimamo wangu wa kuheshimu maridhiano na matakwa ya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 ya kushirikiana na vyama vingine vya siasa katika kuendesha serikali ya umoja wa kitaifa kwa misingi ya amani, umoja na mshikamano. Niko tayari kuyatekeleza maridhiano na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee napenda kuishukuru tena na kuipongeza Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar kwa kutekeleza kwa mafanikio makubwa majukumu yake ya kikatiba ya kuendesha uchaguzi kwa uhuru na haki. Aidha, nawashukuru waangalizi wa ndani na wa kimataifa kwa kushiriki na kutoa maoni yao kuhusiana na namna uchaguzi ulivyoendeshwa kwa misingi ya sheria. Tutazingatia maoni yao iwapo kuna mapungufu walioyabaini ili kuzidi kuimarisha zoezi hili kwa ufanisi zaidi. Natumia fursa hii kuwashukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi na kutumia haki yao ya kikatiba ya kupiga kura kwa amani na utulivu. Uchaguzi wa mwaka huu umeweka historia ya kuwa umefanyika kwa amani na utulivu mkubwa. Shukrani pia nazitoa kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vya SMZ na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi nzuri walioifanya ya kulinda amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Spika, katika hotuba yangu ya uzinduzi wa Baraza la 11 la Wawakilishi, napenda kuelezea muhtasari wa vipaumbele na mwelekeo wa mipango ya serikali ya awamu ya 8 katika kipindi chake cha pili. Serikali nitakayoiunda ina dhamira ya kutafsiri na kutekeleza ilani ya uchaguzi mkuu ya Chama cha Mapinduzi 2025 hadi 30, mipango mikuu ya maendeleo, ahadi tulizozitoa wakati wa kampeni za uchaguzi za mwaka 2025, pamoja na kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika awamu zote za uongozi wa nchi yetu. Ni matarajio yangu kuwa baraza hili tukufu la 11 litanipa ushirikiano mkubwa mimi na serikali yangu katika kufanikisha jukumu letu la kuwaletea maendeleo wananchi wa Zanzibar kwa mafanikio zaidi. Mheshimiwa Spika,
Kipaumbele muhimu cha serikali ya awamu ya 8 katika kipindi chake cha pili ni kuendelea kudumisha amani, umoja, mshikamano kama msingi mkuu wa maendeleo nchini. Ni dhamira yangu kuzidi kuwaunganisha wananchi wa Zanzibar kuwa wamoja bila ya kujali rangi, imani za kidini, jinsia, asili ya mtu au itikadi ya kisiasa, jambo ambalo litazingatiwa katika uteuzi wa viongozi na watendaji katika utumishi wa umma, pamoja na kuwapatia fursa mbalimbali wananchi wote na kuhakikisha wanafaidika na huduma za serikali kwa misingi ya usawa. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia kuwa ukuaji uchumi ni chachu ya kuleta maendeleo endelevu na ustawi wa wananchi, serikali katika kipindi hiki cha pili cha awamu ya 8 itahakikisha ukuaji wa uchumi unafungamana na uimara wa sekta za uzalishaji, kuwepo kwa fursa za uwekezaji, upatikanaji wa mitaji na ushirikishwaji wa sekta binafsi. Katika kufikia dhamira hiyo, serikali itaendelea kuimarisha hali ya uchumi kwa kuchukua hatua mbalimbali zikiwemo kuwajengea mazingira wezeshi wananchi wanaoishi kwa kipato cha chini ili kuwawezesha kujikimu kwa huduma za msingi. Pamoja na mambo mengine, serikali itachukua hatua za kudhibiti mfumuko wa bei kuwa chini ya 5% kwa mwaka, kuongeza ukuaji wa pato la taifa kutoka 7% hadi kufikia 10% kwa mwaka, kuzalisha fursa mpya za ajira 3.5 na kuongeza kipato cha mwananchi kutoka dola za Kimarekani 1241 sawa na shilingi milioni 3.2 hadi dola za Kimarekani 1880 sawa na shilingi milioni 4.8. Mheshimiwa Spika, serikali itaongeza usimamizi wa sera za uchumi, fedha na mapato kwa kuimarisha mifumo ya kifedha na upatikanaji wa mitaji ili kuimarisha uwekezaji na kuongeza ukusanyaji wa mapato ya serikali. Tutafanya mapitio ya sera na sheria zinazosimamia fedha ili kuboresha huduma za fedha. Tutaimarisha ushirikiano na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika usimamizi wa sera za fedha na kodi kwa kuzingatia mazingira maalum ya Zanzibar. Tutaimarisha na kusimamia upatikanaji wa mikopo ya masharti nafuu kwa wajasiriamali na vikundi vya kijamii. Tutaboresha upatikanaji wa huduma za kibenki kwa wananchi wa mijini na vijijini, pamoja na kuimarisha matumizi ya mifumo ya kidijitali katika utoaji wa huduma za kifedha ili kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua umuhimu wa sekta binafsi katika kuimarisha ukuaji wa uchumi na ustawi wa jamii. Hivyo serikali imedhamiria kuleta maendeleo ya nchi na wananchi kwa kuzidi kuimarisha mazingira ya biashara na kuhamasisha uwekezaji kwa kuimarisha ushirikiano na sekta binafsi ili kuwa na uchumi shirikishi. Serikali itaweka mazingira rafiki kwa sekta binafsi kwa kupunguza urasimu na kuweka vivutio vya uwekezaji, kuimarisha ushirikiano kupitia ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi, kutoa fursa kwa wajasiriamali kupitia mafunzo, mikopo nafuu na kuimarisha miundombinu ya masoko, kuhamasisha uwekezaji katika ubunifu na teknolojia za kisasa, kuendeleza sekta za kilimo, viwanda na huduma na kuweka mazingira ya kubaini fursa za ajira hususan kwa vijana na wanawake kupitia miradi ya maendeleo, ujasiriamali na kufanya uwekezaji katika viwanda vinavyoongeza thamani. Mheshimiwa Spika, uchumi wa bluu unaojumuisha utalii, uvuvi, mafuta na gesi asilia, mazao ya baharini, kilimo cha mwani, bandari na biashara zinazohusiana na usafiri wa baharini ni sera kuu ya serikali ya awamu ya 8. Katika kipindi cha pili cha uongozi, serikali itaongeza jitihada za kuimarisha sekta za uchumi wa bluu ili kuchochea kasi ya kukuza uchumi wetu katika utalii. Serikali imedhamiria kuongeza idadi ya watalii wa kimataifa wanaoitembelea Zanzibar kutoka 800,000 hadi 1,500,000. Sambamba na kuongeza wastani wa matumizi ya siku ya mtalii kutoka dola za Marekani 418 mwaka 2024 hadi kufikia dola 506 kwa siku.
Aidha, tumedhamiria kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea Pemba kutoka 200,000 hadi 300,000 kwa mwaka. Aidha, tutaimarisha utalii wa mikutano ya kitaifa, kikanda na kimataifa, matamasha, utalii wa matibabu, maonyesho na michezo. Tutaongeza vyumba vyenye hadhi ya juu kutoka 7,626 hadi 10,000 ili kuvutia watalii wenye hadhi kubwa, pamoja na kuibua na kuimarisha utunzaji wa vituo vya utalii vya kimaumbile, mashamba ya viungo na maeneo ya hifadhi za misitu kwa ushirikiano na wanajamii. Mheshimiwa Spika, uvuvi, mazao ya baharini na kilimo cha mwani ni sekta muhimu katika uchumi wa bluu, ambapo katika kipindi hiki serikali itaendeleza sekta hizi kwa kuimarisha miundombinu ya uvuvi kwa kujenga madiko na masoko makubwa mawili, fungu refu na kwa Unguja na mkoani kwa Pemba, pamoja na masoko madogo 5. Aidha, tutajenga bandari kubwa 2 za uvuvi, eneo la Ngalawa kwa Unguja na Shumba mjini kwa Pemba. Pia tutajenga viwanda vya kuchakata samaki na kununua meli kubwa za uvuvi. Kwa upande wa mazao ya bahari, tutawakuza wafugaji wa mazao ya bahari wakiwemo wafugaji wa samaki, matango bahari na kaa kwa kuwezesha kufuga kibiashara, na pia tutajenga mabwawa ya ufugaji wa samaki na vizimba vya kufugia samaki baharini. Katika kilimo cha mwani, tutaongeza uzalishaji wa mwani mkavu kutoka tani 17,715 mwaka 2024 hadi kufikia tani 40,000 kufikia mwaka 2030, pamoja na kuanzisha vituo saidizi vya kusarifu mwani ili kuongeza ubora na thamani ya bidhaa zinazozalishwa kutokana na mwani. Aidha, tutatafuta fursa zaidi za masoko ya mwani na bidhaa zake ili kuwapa tija zaidi na faida wakulima wa mwani. Mheshimiwa Spika, kuhusu sekta ya mafuta na gesi asilia, jitihada zilizofanyika za kuimarisha sekta hizi zimeanza kupata mafanikio. Tayari serikali ilishatangaza vitalu 10 vya mafuta na gesi asilia, vikiwemo 8 vya baharini na 2 vya nchi kavu kwa wawekezaji wa utafutaji wa rasilimali hizo. Aidha, serikali imekamilisha marekebisho ya modeli ya mkataba wa mgawanyo wa mapato ya uzalishaji kwa lengo la kuwavutia wawekezaji na kulinda maslahi ya nchi yetu. Katika kipindi hiki tunalenga, pamoja na mambo mengine, kuendeleza utafiti wa uchimbaji wa mafuta na gesi asilia, kuendelea kutangaza na kugawa vitalu vipya kwa wawekezaji wa mafuta na gesi asilia, na kujenga kituo cha kudumu cha kuhifadhi taarifa za sampuli za mafuta na gesi asilia. Mheshimiwa Spika, bandari na usafiri wa bahari vina umuhimu mkubwa kwa nchi za visiwa kama ilivyo Zanzibar. Katika kipindi hiki tutaendeleza ujenzi wa bandari jumuishi ya Mangapwani inayojumuisha bandari za mizigo, uhifadhi wa makontena, uhifadhi wa mafuta na gesi pamoja na uhifadhi wa nafaka. Aidha, tutajenga bandari za kisasa za abiria, Mpigaduri na Kizimkazi kwa Unguja na Shumba na Wete kwa Pemba, pamoja na kuimarisha bandari ya Malindi kwa ajili ya huduma za utalii. Katika kuimarisha usafiri wa bahari, serikali imeingia mkataba wa ujenzi wa boti 2 za kisasa za mwendo kasi zitakazofanya safari za kusafirisha abiria katika bandari za Unguja, Pemba, Tanga na Dar es Salaam. Lengo letu katika kipindi hiki ni kuimarisha na kupanua wigo wa huduma za usafiri wa bandarini ili kukuza biashara, kuongeza mapato na kurahisisha usafiri wa mizigo na abiria kati ya Zanzibar, bara na nchi jirani. Mheshimiwa Spika, sekta za uzalishaji zina mchango mkubwa katika kuongeza uzalishaji, fursa za ajira na kukuza pato la taifa. Katika kipindi cha pili cha serikali ya awamu ya 8, serikali imedhamiria kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha na kukuza maendeleo ya sekta ya uzalishaji zikiwemo kilimo, mifugo, mali asili na viwanda. Kwa kuzingatia umuhimu wa sekta za kilimo na maendeleo na ustawi wa uchumi, upatikanaji wa chakula na kipato kwa wananchi wengi wa Zanzibar, hasa wanaoishi vijijini, serikali ina dhamira ya kuongeza uzalishaji na huduma katika sekta ya kilimo
ikiwemo kufanya mageuzi makubwa yanayozingatia matumizi ya teknolojia ya kisasa ili kuongeza uzalishaji na tija katika kilimo. Tutaimarisha miundombinu ya uzalishaji ikiwemo mifumo ya umwagiliaji, upatikanaji wa mikopo nafuu na masoko kwa bidhaa za kilimo. Aidha, serikali itaanzisha hifadhi ya taifa ya chakula kwa kukarabati maghala na kujenga vihenge, yani silos, Dunga Unguja na Chamanangwe Pemba, vyenye uwezo wa kuhifadhi tani 60,000 kwa wakati mmoja. Serikali pia itaanzisha mfumo wa upatikanaji wa huduma za pembejeo muhimu za kilimo ikiwemo mbolea, viuatilifu, mbegu na miche bora, huduma za ugani na zana za kisasa za kilimo kwa kushirikiana na sekta binafsi.